Vita vya mwisho kwa mujibu wa vitabu vya Mungu, Biblia pamoja na Qur'ani, ni kati ya Wayahudi na Waislamu, na ndicho kinachoendelea hivi sasa duniani. Machafuko yote unayoyaona duniani yanasababishwa na vita kati ya Wayahudi ambao ni 1% ya watu duniani, wanapambana kuondoa utawala wa Kiislamu duniani ambao Waislamu ni 22%. Kwa maana ya kwamba wauvunje msikiti wa Aqsa uliopo pale Jerusalem ili waweze kufanikiwa kujenga hekalu la 3 la Solomon. Sasa kuvunja msikiti wa Aqsa kwa imani ya Kiislamu ni kama kuua Uislamu wote duniani. Kwa hiyo ule utawala wa Kiislamu duniani upo kwa sababu ya uwepo wa msikiti wa Aqsa, na Myahudi hawezi kutawala dunia na akaithibitisha duniani kwamba Masihi hakuwepo duniani, bali huyu anayekuja kwa hivi sasa ndiyo Masihi, na kuwapiga watu chapa ya 666 ambao kwa Waislamu ndio unaitwa mtihani wa Masihi Dajjal. Hawezi kufanikisha hili jambo mpaka hakikishe anavunja msikiti wa Aqsa, alafu aweze kujenga hekalu la 3 la Solomon. Hii ni vita ya kinabii, na dunia tulikofika hivi sasa ni maandalizi ya vita ya 3 ya dunia ambayo yatamwezesha Muisraeli kuvunja msikiti wa Aqsa na kujenga hekalu la 3. Hiyo lazima iwe vita ya 3 ya dunia, kwa sababu kuna mataifa kama Irani na Urusi, hawa hawawezi kukubali Myahudi Muisraeli aweze kuvunja ule msikiti pale, kwa sababu Mrusi anajua ule msikiti ukivunjwa pale, kitakachofuata na yeye ni kufukuzwa. Pembeni ya msikiti wa Aqsa kuna kanisa la Orthodox la Warusi ambalo inaitwa Church of Holy Sepulchre, ambapo mwili wa Yesu Kristo ulilazwa pale baada kusurubiwa, ulilazwa pale pango pale ambapo alipolazwa Yesu Kristo mwili wake kisha akafufuka. Hii eneo la kumbukumbu liko pale, liko chini ya mamlaka ya kanisa la Orthodox Eastern Church ambayo yuko chini ya Urusi. Putin huwa anakwenda kuiji pale. Ndio maana unaona Urusi anaungana na Irani kuhakikisha kwamba ule msikiti wa Aqsa haufanikiwi. Sasa liko tukio linaendelea sasa hizi. Nashangaa watu wako kimya, Waislamu tuko kimya, Wakristo tuko kimya. Israeli sasa anakuja Afrika. Mnasikia issue ya Somaliland. Waislamu wameshamkubali Myahudi na kufanya urafiki naye wa Somali pale, mpaka wanataka sasa kutambuliwa na Israel kama taifa huru, ili Israel aweze kuweka base ya kivita pale, aweze kupambana vizuri na Yemen na Mashia wale Wahuthi. Lakini akishaweka base pale, manake ameingia Afrika. Muisraeli huyo, Myahudi huyo, chapa ya 666 hiyo inakuja. Sisi Waislamu na Wakristo tuko tunagombana tu eti tusilishane vyakula kwenye Christmas. Adui yetu anakuja, ni adui ya Waislamu wa kweli na Wakristo wa kweli. Sasa kuna kitu huwa tunakikosea kidogo. Unajua kuna Myahudi na Muisraeli, kuna Mwarabu na Muislamu. Uyahudi ni imani, sio ukabila. Wako 1% ya watu dunia. Kwa hiyo kuna Myahudi Mwarabu, kuna Myahudi mzungu, kuna Myahudi Mwafrika. Ni imani
ya Judaism inaitwa. Hawa ndio nao wazungumza. Sasa kuna watu ukizungumza Myahudi anafikiri anaozungumza Waisraeli. Kuna Waisraeli Waislamu, kuna Waisraeli wa Kristu na kuna Waisraeli Wayahudi wapo. Kwa hiyo tunapozungumza Wayahudi tunazungumza Judaism, wale wenye imani. Kwa hiyo kuna Benjamin Netanyahu ni wazungu lakini Wayahudi, wala sio Waisraeli wale kizazi cha Yakobo. Ni wazungu na wako wengi. Uganda kuna Waafrika ni Wayahudi. Wayahudi ni wale wanaoamini Torati, hawaamini gospel, hawaamini Injili wala hawaamini katika Qur'an. Kama ilivyo kuna Waislamu, kuna Waarabu ambao ni Waislamu, kuna Waarabu ambao ni Wakristo na kuna Waarabu ambao pia ni Wayahudi. Watu wa Mungu, tufungue macho yetu. Dunia inaelekewa pabaya sana. Kama Myahudi ameshaanza kuweka military base pale Somalia, anakuja, hatuko salama. Mungu awabariki sana.